Wewe. Bonyea akasema leo mchukui kitu mzee. Naruka na mzee mpaka kieleweke. Bonyea akatesti tena mashine. Piga. Piga mashine si mchezo. Hapa wanapiga ile CD hadi mzee. Huku na Yankanga atafuta kitabu haraka haraka. Kitabu cha Umuki kwa hapa. Moto. Chei. Mzee kamgusia na akaona zintania. Mzee anakuja namna hiyo. Huyu mzee ni kucontrol hiyo fimbo tu. Ukijua hiyo fimbo mzee kazi imeisha. Alimpush mzee kuamini. Leo nimeotewa na Guojing. Onekana uwezo wako sio mbaya. Leo umeniotea. Jaribu tena hii. Nyama kama kabisa namna hii. Moto. Kosa na rungu namna hiyo. Je kupata hiyo fimbo hiyo. Jamaa kwa hii ndio fimbo kukamata. Nimepata kitabu. Amepata kitabu cha Umuiti hapa. Kitabu cha Umuiti amepata. Bonyea kamtawanya mzee namna hiyo. Akaona kitabu kitoki hapa mzee. Pia kitabu kikaruka pande pili kule. Kosa na Yankanga namna hii. Kakuta akamrudishia kitu pale. Dawa kitu na mguu. Tunani mwenye uwezo kati ya sisi hapa Iron Palm au Koa Beggars. Hasa ni watu wa Sikong hawa. Sikong ndio kiongozi wao. Wanatumiaga fimbo. Koa Beggars wanatumia fimbo. Hawa ni watu ambao wameingia mipaka ya Koa Beggars. Kwa wanazuiliwa wasiingie maana wameingia kwa fujo. Wanagonga kweli si mchezo. Koa Beggars yuko magiwa vumbi huyu. Na kukinga. Piga huyu. Wakaamua kuwadhibiti pale. Huwa wote hao. Koa Beggars. Mtu aliingia pale pale. Akatua hapa. Miss Cheng aliingia kawakata. Miss Cheng aliingia. Wewe nani? Juma la Master. Miss Cheng. Nyote mwogopi. Walimu wangu anapita hapa sasa hivi. Tim Kenny. Juma la Master likija hapa mtajibu maswali yote. Basi tunaondoka. Tutafuata muda mwingine. Hadi binti anaondoka. Kumbe wao walijua kumbe mtudanganya. Akawafuata. Binti akaja kuna watu wanamfuata kwa nyuma. Kuna temple ilikuwa hapa. Binti akaona wanamfuata. Binti akaingia kwa temple. Mara kwa mtu mwingine tena akawa anamfuata binti kwa nyuma. Huyu mtu kuingia hapa alikuwa ni Guanying. Guanying kumbuka yule alitumwa na baba yake. Aende akamtafutie Guojing ili amwambie kwamba anatafutwa na yule mzee kwa kifo cha Ronga. Kwa hiyo alikuwa anaenda kumtafuta Guojing. Hata kama anatafuta Guojing alipita sehemu hii. Binti akajua huyu ndo ananifuatilia. Binti kama amejificha. Na binti akamwona anamfuatilia. Binti akaruka chap. Usisogee. Wewe unanivamia kwa nyuma si ndio? Mtumwa na watu wa Iron Palm wanafuatilia si ndio manake? Una taadabu sio? Mama umekosea. Ndio watu wameshinda kuelewana. Akati unapita, kuna watu wanakufuata nyuma. Na mimi nilikuwa nyuma yako zaidi. Kwa hiyo nilivyoona watu wanakufuatilia. Mimi nilikuwa nyuma, kwa hiyo nikakufuata kukulinda mpaka hapa. Kwa binti umekosea. Mara kasikia wako hapa. Wale jamaa wakafika. Unadanganya master anapita kumbe wapiti. Kumbe huko hapa kutuogopesha. Mwani. Binti anaenda kuuawa. Bahati nzuri Guanying alikuwa hapa. Guanying si mchezo. Aliwatawanya ile mbaya. Miss Cheng alipata msaada pale pale. Na akavuta panga chap. Wapa kipigo. Mashine. Buti moja moja kaeka chini wote. Tawanya pale pale. Wakaona wamezidiwa hamna njia. Kwa anaruka kwenda namna hii. Amepewa kitu. Pigwa kidevu. Faster Tim Kenny haraka. Utaona subiri. Wakaona wamezidiwa katimua. Ashukuru kwa kunisaidia mheshimiwa. Nilikuwa sijui nilikuwa nimekukosea. Nifikiri ni mtu mbaya. Kama sijali. Jina lako ni nani miss? Naitwa Cheng Yaoji. Toka jumba la Master. Nilikuwa naelekea mjini. Na wewe jina lako nani shujaa? Naitwa Lu Guanying. Red Cloud. Mtokea Red Cloud. Mna shida. Mheshimiwa. Okay. Ulikuwa sema wewe. Sema wewe kwanza. Anyway, mizigo yetu. Ulikuwa mzigo wako kamata. Wamekutana ghafla hivyo muonana nini? Na kazi nenda kufanya, lazima niondoke kwanza. Kwa kuwa makini kuna kuelekea. Basi tutakutana tena ikiwezekana. Jamaa kaishia na binti kama muona. Tuingie mjini. Basi Guojing pamoja na binti Ronga wakapita mtaani kutafuta vyakula vya kumpikia master wakati anapita huku.
都听你玩的。tununue nyama leo. 我今天就给师傅多做点好。Tununue mwalimu chakula yeye vizuri. Sasa kumbe katika hoteli hii Manundu alikuwa ameshakuja huko kumbe. Bita kaona Manundu yule pale. Tujifiche. Yule mzee kwenye boti ni kama washafika ardhini. Wewe asingie mtu hapa. Poa. Toto kale simgao. Wakafuatilia juu wana kitu gani kuja hapa. Subiri. Huko kiingia unaenda kula. Mna pesa? Hii hapa. Tuache tuingie. Haya wakaingia ndani humo. Kuingia ndani kuna muziki unapigwa leo. Muziki wa kizamani huo. Wakaona kumbe alishafika kafika katia nanga wakaja humo. Mpaka Yankang ni mjomba wake, baba yake, wote mpaka Prince wote wako hapa. Wasikiza muziki wa sauti huo. Yangang. Unajua mlio unakumbusha wapi ninapokumbuka? Ni shairi kutoka Mfalme wa Jin. Emnieleze? Anasema Jin, Mfalme wa Jin zamani alikuwa amepita katika maeneo haya, akapenda urembo wa wanawake wa magharibi. Alipoona basi akakaa sehemu nzuri, akakaa juu ya ziwa, na akiwa amekaa analiona ziwa lile, akalipenda lile ziwa lilivyokuwa na wanawake wa mji huu. Kwa akakaa juu ya mlima, akaanza kuandika shairi zuri ambalo laimbwa mpaka leo. Ambayo aliandika shairi ambalo binti yule aliimba lenye mahadhi mazuri sana. Alisema tembea na farasi maili 100 ukiwa juu ya farasi na uone jinsi ukubwa wa ziwa zuri la magharibi lenye kupendeza na lenye kuvutia. Ndio shairi hilo. Shairi zuri sana. Vizuri sana. Lakini inaonekana huyu mtu wa Jiang alikuwa na malengo makubwa. Lengo lake alikutimia nafikiri. Tutatimiza lengo kwa niaba yake, maana tupo katika Ufalme wa Jin. Tutatimiza ile lengo kwa ajili ya ndoto kubwa itimie. Unaona? Huyu Gua Jing ameshirikiana na babake kila pale. Yaani huyu Yankang huyu. Baba, nilikuwa nina ombi moja. Nataka nizungumze nawe leo. Ombi gani sema? Akampigia magoti Ouyang Feng. Nini maana ya hii Prince? Baba, nataka nifundishwe na huyu mzee Ouyang Feng, anifundishe uwezo. Kama ni hivyo, Ouyang Feng ndio nakubali au nakataa kijana wangu kumfundisha? Sikutegemea kama Ouyang Feng utakataa, lakini niko tayari unifundishe. Utakuwa mwanafunzi mkubwa wako milele. Basi naomba nifundisha mheshimiwa. Kuna shida? Ni kwamba kwa sheria kizazi chetu nataka niwe na mwanafunzi mmoja tu. Niwe na mwanafunzi mmoja tu. Lakini Prince, sasa hivi nina kazi ya kutafuta kitabu cha Wumu. Baada ya hapo nitakuelekeza. Watu wanasaidia kupata kitabu kwanza cha Wumu, ndio tutaongea vingine. Nafikiri kama umenielewa. Nawasaidia kupata kitabu kwanza. Basi hamna shida. Kwa sasa hivi tupotezee hili. Baadaye tutalifuata tuongee vizuri. Cha muhimu kupata kitabu cha Wumu. Sasa hivi Prince, kupata kitabu cha Wumu ni jambo kubwa sana kwetu. Kuja katika Ufalme wa Song mpaka sasa. Kitabu cha Wumu? Wakawa wamesikia. Basi tusongee kuhusu swala hapa. Tutaliongea baadaye. Kila mmoja tunywe cheers. Lakini binti ashasikia kitabu cha Wumu kinatafutwa. Tunywe cheers. Kitabu cha Wumu? Asema ndio. Nimesikia kitabu hiki kina mbinu za kivita kiliachwa na Yu Fei, general wa kwanza. Hiki kitabu kina mbinu za kivita. Ukipata hichi, unaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kivita kuzidi mataifa yote. Kama ni mali ya thamani, wasichukue wale basi. Nabii tumfuate. Kama mzee ana lengo la kuchukua kitabu, maana yake anataka kupanga vita na Ufalme wa Song. Vipi kama tukimua sasa hivi? Bado. Tukimua, hatutajua kitabu kiko wapi. Kwa nini tusifuatilie tuchunguze tujue kitabu kiko wapi? Tufuatilie tujue kitabu kipo wapi. Tukichukua kabla yao. Ni shida Ronga. Nimekosea nini? Au nimezingua kuongea? Asema umekuwa mjanja siku hizi. Hebu twende tufuatilie. Huyu mzee ana watu wengi sana. Karibu yake atapata kitabu kwa haraka zaidi. Kwa sasa hivi Ouyang Feng yuko hapa. Tunamfuataje sasa tujue kitabu kilipokuwa? Sikiza Ronga. Wewe usiogope. Unaogopa kwani? Kama wewe uogopi?
Anasema Ouyang ananiogopesha sana. Lakini tukipata kile kitabu tutakuwa kinjia mikono yetu itakuwa ni shida sana. Bado kama sisi tukichukua kabla watu ufalme wa Song watateseka kuchukua kitabu hao watu. Master anuna kusaidiana hao. Kuwashinda itakuwa ni ngumu. Nafikiri muda huu mimi sikimbii. Basi mna shida. Nitafanya kazi kubwa kama kikusindikiza upate kitabu. Haraka mpiga binti busu, binti alishakataa. Mpaka tuoane. Nitafanya kwa ajili yako lakini siku mbili zimeendelea kwenda mbele. Nimebakia plani yangu ni kuiba kitabu haraka. Binti kama impotezea kwa namna hiyo. Kama plani yako ikifeli unafanya nini? Siwezi kukimbia. Naweza nikatoroka basi. Tutakutana wapi? Akaambia kesho nitakupeleka kijijini ili mimi nifanye hii mission, alafu nitakufuata kijijini. Baada ya kupata kitabu cha Umu, nitakupeleka kutafuta wewe. Vipi kama nikija pamoja na wewe? Utanichanganya. Mimi sitakuchanganya. Ni kwamba nahofia kuhusu wewe, kwa hiyo wewe usijali. Mimi nitafikiria kuhusu hili swala. Alikasirika binti kamnyima. Kila siku anataka. Ni usiku sasa hivi naenda wapi? Nitakwenda nje kwa muda kidogo. Pumzika. Alitoka akaingia zake nje. Akaja kukaa kanya pombe sana usiku wa leo. Sasa huwa anampendaga binti sana, alafu hana njia yote ya kufanya. Binti anamkatalia mpaka waoane, ndio atampa anachokitaka. Usiku Yankea kama amekaa nje na mguu wake mboya. Asema nje, yani yale mood ya leo ni nzuri sana. Unanitania nini? Ni kama naenda kufa tu mimi sasa hivi, hapa na kitu gani kizuri? Sina cha kufanya, siwezi kufanya chochote kwa sasa hivi, nimekaa tu. Cheers. Mheshimiwa, mbona kama una raha leo? Na huzuni sana. Nikikufanya huzunike namna hiyo? Mbingu inanichezea mchezo ambao siuelewi. Na walimu wawili lakini mmoja kanifundisha miaka 18 iliyopita, mwingine ni katili sana kwangu. Kwa hiyo kwa njia nyingine natamani sana nijifunze kwa huyu mmoja kuliko wengine. Lakini anataka kuharibu uwezo wangu wa kupambana. Kujifunza kung fu jambo la kawaida sana hilo. Lakini utafanya vitu vikubwa sana. Kitabu cha Umu kikipata kija kwenye mikono yako, kwa nini ujifunze kung fu katika kitabu cha Umu utakipata? Ni tofauti. Ni tofauti na uwezo wa mpambano. Tatizo liko hapa. Vipi kama ukiwa na uwezo mkubwa kama vile Ouyang baba yako vile, mjomba wako, utakuwa na uwezo mkubwa, utashimika na watu. Mjomba wangu anataka mimi ni mrisi style zake na kila kitu chake alichonacho. Lakini wewe hujui kitu kimoja. Ouyang nataka kuishi kwa huru bana. Maisha huru nataka. Lakini kaka Yanke, wewe unachukia nguvu lakini unapenda wanawake sana. Hata kuongea kuhusu wanawake. Fikiria. Utakuwa kuna kitu ambacho na mwanamke mzuri utakuwa uko naye bila shaka. Yani fanya uzunike ngesikia baada ya wanawake. Kwa nini? Sasa kata anapiga zile story, misimu alikuwa anapita akaanza kuwasikia. Kama tatizo lolote niambie. Mimi nitakusaidia kuhusu wanawake. Kama utanicheka nikikwambia hili jambo bwana. Mtu wangu ananikatalia kila siku. Hili tatizo linaibisha. Ouyang akalijua. Akampa zawadi. Akamwambia chukua hii. Hii ni nini? Hii ni dawa ambayo akilewa mwanamke ukimwekea anakuwa ameshazimia. Kwa utafanya unachokitaka. Umeminie binti kwenye juice. Why pita naye? Usisite. Chukulia kama zawadi yangu ndogo nimekupa. Binti akaona jamaa akiwa anapewa kwa ajili yake. Sasa binti anampenda kweli. Ni binti anampenda ndio, lakini jamaa ana haraka na vitu vingi sana. Alikuja huko ndani. Bado uko macho. Binti amekaa kitandani hapa. Kama makosa yangu pale mwanzo nimekuuzi samani. Usikasirike. Ila Nancy, samani kidogo. Aliingia kitandani akakaa pale. Umeelewa kwa nini? Kumbe nanukia. Ulikuwa unakunywa na nani pale nje?
欧阳克， nilikuwa niko na Oyanke. 你为什么和他？ Kwani ukae na huyo Oyanke unyonaye pale nje? 我 Kwa sababu nilikuwa nimeboeka, kwa nikaamua nilewe pamoja naye. Nilewe tu naye pale. Lakini Nancy, 他对我说了什么？ hivi unajua ameniambia nini? Amenipa hii dawa. Akasema hii dawa ukimiminia mwanamke kwenye kinywaji 就可以。 ata sikia joto. 下流的东西！ Mchezo mchafu huo. Akaambia ichukue, mimi sitaki. Alimpa binti ile dawa. Anamwonyesha binti kwamba binti amwamini kweli. 什么？ Wewe kaa nao, kwani nipatia mimi hapa? 留着他有什么用啊？ Mimi sitaki nibaki nao. 真能比你喝？ Mimi nafikiri ukiweka ni vizuri zaidi. Ukae nayo tu wewe. 他教你的做， Kwani usiweke? 我怎么？ Mimi sipo kama 他是卑鄙的财物。 Kweli ni kwamba huyu jamani mpenda wanawake sana, lakini mimi sio kama yeye. 再说了， Mimi tukishana na wote, Ndeka. mimi hisia zangu kwako ni za kweli 他对 na nakupenda kuliko vitu vyote yani. 讲吗？你说的是真心？ Unasema ni ukweli? 当然， Bila shaka nasema ni ukweli. 因此， Nancy, 你还记得比武 kumbuka mara ya kwanza tulivyokutana mara ya kwanza? 之后吗？ Unakumbuka? 你一生， Ulikuwa umevaa nguo nyekundu, inapendeza sana hiyo. 当时我就在想， Na wakati huo nilifikiri kwamba hakuna mwanamke mzuri duniani kama wewe. Nikaa nimeshangaa. 爹娘死， Lakini baba yangu, 不管我是 mimi ni prince wa jini au mfalme wa song, 动人， haijalishi. 你对我都不离不弃。 Usiwahi kuniacha kabisa tafadhali. 在我最痛苦， Nilivyokuwa nikiwa na huzuni, nikiwa na mawazo, maumivu mengi, 是你 ulikuwa unanipa kampani, liwaza. 当我在鬼云庄被 Kwa kila siku nikaona kidogo ni uwawe, bado ukanisaidia. 不顾自己生命的 Manake wewe 倒霉， hamna kitu unapenda, hadi ukanikingia Sister Mary alipotaka kuniua, ukanikinga. Kutoka pale moyo wangu kama umekusudia kabisa kwamba siku moja 之后， lazima uwe mwanamke wangu. Jamani, mzugaga binti sijui anampenda kweli, lakini inaonekana anampenda binti kweli. Lakini sijui kama kweli, maana huyu jamaa atabiriki. Nancy, 我不只是爱你， mimi sio nakupenda tu, 我更敬你。 pia 江湖， napenda jinsi ulipotokea na jinsi ambavyo ulivyo na yote uliona mapungufu yako yote. Baba binti, niegemee tu, hatufanyi chochote, niegemee basi. Ukakaa wote akamwegemea pale. Mapenzi yangu kwako wewe si ya kawaida Nancy, 更不是为了男女之欢。 sio kama kwa ajili ya kuenjoy tu au kustareheka. Yankang akaambia usiongee chochote. Basi wakawa wametulia pale, binti alikuwa anagoma vile vile, hakutaka kuingiliwa wakati ule. Tuingie huko. 完颜洪烈的作， Baada ya kukutana Wanyang'ole, sijui umeelekea wapi. Sasa kumbuka na binti wanawafuatilia wanapoelekea kila pahali. Wakawa wanawafuata. Gojing yako. Gojing akiwa anapita hapa leo, kumbe na wakati Misimu anapelekwa kijijini na Yankang. Yankang. Misimu ronga. Walikutana mtaani hivi. 我姐姐，真没想到会在这。 Ikabidi wakae wazungumze. Sister Mu, mimi sikutegemea kama utakuwa hapa eti. Unaelekea wapi? 黄姑娘， Kaka Huang, 你们都还好？ maendeleaje? 你是希望我们有， Wanataka tuseme tuko salama ama 是希望我们 au tuko vibaya? 黄姑娘， Miss Huang, 你怎么？ kwa nini iwe vibaya? Maanisha nini kusema hivyo? 你自己心里清。 Kama unajua vizuri sana jibu nalifahamu vizuri tu. Ronga, 郭师弟， kaka Guo, 你们真的误会。 mmeshindwa kumwelewa tu Yankang. Nancy, siwaambie kitu. 阿康这次 Kikweli Yankang amemfuata baba yake, lengo ni kuiba kitabu cha Umua atuletee. Sasa tunaongea yale pale. Bingi alikuwa hapa. Mmoja kati ya askari wa baba yake akasikia. Kaka Yankang, samahani, kumbe lengo lako ni kutusaidia kuiba kitabu. 这怎么能怪你？ Msijali, sio makosa yenu. 哎，就好。 Mimi niko upande yenu, kwa hapa ninafanya plani tu na kuiba kitabu. Nancy, mimi tushaikiana, tuogopi chochote kile. 决定去 Nabidi nipate kitabu kwa ajili ya ufalme wa Song. Kitabu cha Umu. 在船上相 Kwa wenyewe wawili 完颜洪， msikubali huyu mzee akaona. Kwa hiyo ndio maana sikuwaambia, nikamwona wapumbaze tu, mtulie, mnielewe hivyo hivyo. Kwa mimi sio mtu mbaya, mimi niko upande wenu.
Yankang, kama kaka yako mkubwa alikuwa mjinga, nikafikiri uko upande wa baba yako bana, kana nimeogopa. Kumbe sisi tumeshakula kwa ndugu pamoja. Nikana nimefikiri labda utakuwa upande ule. Kama ni ukweli, tuambie kitabu cha Umu kiko wapi kweli? Kama kweli una maana hiyo. Kiko wapi kitabu cha Umu? Na kwani baba yako anakitaka? Yankang alishindwa kujibu. Nini? Huwezi kujibu au? Binti Ronga anamshtukia wewe ni mnafiki. Ronga akamshtukia. Hamna kitu. Ni kwamba sijui muda gani huu au sehemu gani, lakini nikipata habari yote nitawaambia. Hamna shida. Gojin akamwamini kirahisi tu kwamba huyu huenda kweli yuko pande yao. Lakini huyu jamaa tabiriki huyu. Baada tuingie upande wa watu wa Mongolia. Ufalme wa Song bali kuungana na sisi ni furaha iliyo kubwa kweli leo. Huu muunganiko sio kawaida. Na wakituamini sisi tutafanya muunganiko faster uvamizi wa haraka. Ufalme wa Song na Mongolia ukiungana umekamilika. Leo ni furaha kweli, tumekamilisha jambo hilo. Lazima tuondoke haraka haraka tumwambie taarifa hii. Tutakuwa na furaha kweli. Wale marafiki na Gojin kutoka Mongolia kufanya kazi na ufalme wa Song ni jambo la kufurahisha sana. Vipi kama kikubaliana na ufalme wa Jing wakatuhama pande wetu? Haina haja kuwa na wasiwasi. Mongolia ni watu imara, tunajiamini muda wote. Mongolia tuko vizuri. Watu wa Mongolia tuko vizuri kabisa. Mara maskini binti akaja. Wazeng. Bashida gani mbona mshtuka hivyo? Kesho baada ya kukumaliza mambo yote, tutaenda kumtafuta Gojin. Tutarudi nyumbani. Binti Gojin kamsaliti na amesema, najua namkasirikia Gojin. Akaa nikwambie kitu. Relax. Gojin sio msaliti kiasi hivyo na ufikiria. Lazima atakuwa mume wako tu. Tutakuwa umeshindwa kuelewana kidogo, lakini kwa hiyo tunamwamini Gojin. Haizi kawa hivyo. Tikutane Gojin, tutaweka chini, mtaongea mambo yataisha. Tutamuulizia kila kitu. Wangzeng, Gojin ni mtu mjanja, afu ni mtiifu na mtu mwenye imani. Haizi kama kukataa. Nikutana naye, tutaongea naye vizuri na tutakusaidia. Binti alikubali, anampenda Gojin. Gojin akiwa amekaa, turudi kwa mzee huku. Wewe mzee Sikong. Yaani kukufanya uweze kula, tunakuwa busy kutafuta chakula kwa ajili yako kweli? Haya, shika hii. Chakula kitamu ndio hicho. Anamletea Sikong msosi tu. Mwalimu, Ronga akapika mwenyewe. Mfuata jaribu hii chakula. Sasa napenda pishi la Ronga. Fanya haraka kula haraka basi. Mwalimu, nataka tukikopa kizuri kwa ajili yako. Onja hii mwalimu. Sikong anaumwa lakini anadeka kinyama. Mwalimu, kula hii. Nzuri au hujapenda? Sio hivyo. Ni kwamba nikisubutu kula hii naona kama vile mmekitengeneza kwa moyo safi sana. Basi mimi nitakula kama uli. Sio rahisi kufuata msosi kama huo, sio rahisi kufuata chakula kama hichi. Tutarudisha nguvu zako za kupigana vizuri. Wewe kula. Mwalimu, nijaribu hii. Sikong anadeka kwenye msosi kweli. Master, itakufaa wewe na nakufaa sana tu. Sio hivyo jamani. Ni kwamba hii chakula akifahamu na jumba cha kifalme, yani nimezoea nimeumia ndani kwa ndani ujue. Siwezi kula chakula eti nimeumia ndani kwa ndani. Basi sawa. Unataka nini tukupikie? Nitakupikia sema. Unataka nini? Nataka amwezi kukipata tukitaka amwezi kukipata. Wewe mzee, unataka nyama dragon au? Tampata wapi dragon? Dragon hapo tena duniani. Kaka subiri. Hata kuongea ujinga basi. Lakini chakula tunachokitaka mapishi yake hayapo huko ya kawaida. Chakula gani unataka sasa master? Chakula nataka nile bata kifalme. Bata la kifalme 5 treasure mandarin. Bata lo na goa tamu sana. Bata kifalme? Nataka nini wale bata wale? Ni ngumu kuwapata, kwa ndo ndefu sijaonja ladha yao. Nimejificha kwa muda mrefu. Kuna ufalme nikala mara mbili tu. Kuna kifalme, kuna ufalme. Sasa kwa nini umejificha? Kwa sababu nilikuwa naogopa. Nilijificha jikoni nikala mara mbili tu kwa jumba la kifalme. Ladha kile chakula cha kifalme ni kitamu. Nao bata mbetana jumba la kifalme tu. Kumbe kwa kweli ni kitamu. Nashindwa nikielezea chakula cha kifalme jamani. Sintapata wapi bata kifalme jamani? Kama nisipokula huyo bata siwezi kulala kiukweli. Nipelekeni nikale bata kifalme jamani. Mama yangu, bata kifalme. Okay, na njia kwenda kuiba bata. Nitaenda kwa ufalme wa Song, niibe bata nikuletee uje ule. Si ndio? Mrahisi tu.
Kama ni hivyo, huwezi kuingia kwa jumba la kifalme. Nilikaa pale miezi 3 tu, lakini nilikula laza ya bata mara 2 tu. 2 tu. Sasa kama ni hivyo, tutamkamata huyo bata, tukampikia na mpishi wa kifalme aje kukupikia, si ndio? Tukamteke. Hamna kitu kama hicho. Nafikiri hicho chakula cha kipekee sana. Ili ukipate vimbo vyake, mkaa, chakula kupikia, haviko. Kwa mtashindwa kuipika, nataka nipate laza yenyewe pale. Nikaile kule kuna jumba la kifalme. Lakini kazi ni ngumu kuingia kwa jumba la kifalme ukale. Ni kwamba bao tu uwezo wangu hauna nguvu. Ningekuwa na nguvu ningeiba nikala. Lakini tunaingia kwa jumba la kifalme. Kwa jumba la kifalme kuingia na kuna shida. Kuingia kuiba chakula kwa jumba la kifalme. Wakati wa kifalme nasikia kuna sherehe kwa jumba la kifalme. Tukiingia itakuwa ni vizuri. Wanapika vyakula vingi sana. Kwa nitaingia kukupeleka huko ndani. Hapo sawa. Nitakupeleka. Lakini mwalimu ana uwezo wote na ulinzi wa kifalme, jumba la kifalme ni hatari. Nagopa utakamatwa. Usijali. Ukichasi yuko hapa mzee Olichu. Bro. Utanilinda au? Basi kama ni hiyo, kuna uwanja kucheza. Uwanja mkubwa kucheza huko pale. Utacheza vizuri tu. Hapo sasa. Hapo kama ni hivyo, mtaenda. Haya nyie, tuondokeni twende kwa jumba la kifalme faster. Mheshimiwa, niamwona mwanao akiongea na kina Gojing. Okay, basi mna shida. Ujamaa kamnongoneza mzee. Yankanga anakuja, mzee kashaambiwa. Mwanangu, ulikuwa kama mchangamka, shida nini? Umekaa kama vile una furaha. Baba, nimechoka kidogo ndo maana. Basi, mwito ile mzee Ouyang Feng. Nataka niongee kuhusu jambo la kesho. Mzee ashaambiwa mwanae amekutana na Gojing. Akawa na wasiwasi, huenda kweli mwanae anamsaliti nini? Sasa Ouyang Ke mguu wa mwanae ndo tiba. Sasa mwanae bado hajapona, wewe binamu yake hajapona, ule mguu wake ndo tatizo kwa Ouyang Ke. Mzee kitafakari maneno Gojing ameandika kwenye formula. Mbona kama maneno ni ya uongo? Bado hamsaidii. Aya, unaumiza mguu wangu. Toka. Basi mwanangu. Ondokeni. Mzee anatumia ile formula lakini haimsaidii. Hii formula ya style ya nguvu 9 inaweza kumponya mtu mguu. Mbona mguu hauponi mwanangu? Mimi nafikiri mwandiko huu una maana gani hasa nguvu 9? Mpaka sasa hivi nautumia lakini naona nashindwa kuelewa. Mbona ukutibu wewe? Inaonekana Gojing itakuwa imekudanganya. Tumkamate tena Gojing. Tutafute kujua maana ya maneno. Lakini kwa sasa hivi ile dogo sijui atakuwa yuko wapi. Mheshimiwa, Prince anakuita. Mwambie aingie. Yankang alikuja. Mheshimiwa, baba anataka kuongea naye kuhusu swala la kesho la kuvamia jumba la kifalme. Sishapangwa tayari au? Mguu unauma. Yankang. Ouyang Ke, mimi baba yako niko busy kidogo. Siwezi kuja kwa sasa. Ila nitakuja baadaye. Subiri kwanza nimshughulikie binamu yangu. Hamna shida. Haya, samanini kwa wote lakini. Hapana, dawa siwezi. Sitaki dawa bana. Mguu unauma babu. Mjomba, mguu unauma. Naumia mjomba. Naumia. Basi. Anampenda, ni mtoto wake lakini hajawahi kumwambia. Anamuitaga tu mjomba. Anambia basi. Mjomba, niambie tu kweli. Mguu wangu utapona kweli au akukatwa? Niambie tu kweli juu ya mjomba. Hawezi kukatwa. Sio hivyo. Nikipata formula nguvu 9 inakutibu wewe. Hii formula nguvu 9 inakutibu wewe. Wacha nikamate Gojing tena na huyo Rongani wakamate tena wote. Waje waitafsiri vizuri hii menu upya. Hii formula nguvu 9. Mguu wako utapona tu. Kwa hiyo mkamate Gojing na Rongani tena. Haya mjomba.
Mjomba anampenda kweli binamu yake huyo. Baba, huyu mzee amesema atakuja baadaye. Wewe amua utakacho tu. Prince mbele yetu atukosea heshima sana. Hii ni heshima kubwa hii. Baba, usijali. Nimeamua kupata kitabu cha Umu. Nitaenda kukichukua kwa ajili yako. Hata niingie kwa jumba la kifalme nikachukua mwenyewe. Ufalme wa Song. Mimi nitaenda na nyie wote, tutaondoka wote. Baba, huwezi kwenda na afia usalama wako baba. Huwezi kwenda sehemu kama ile. Kwa jumba la kifalme kuna hatari kubwa. Ndio mheshimiwa, msijali. Nishaamua usalama wangu ni juu yangu. Lakini nyie wawili naogopa kama mzaa msitimizi hii kazi. Nikiona itakuwa vizuri. Haya, tuandae tuondokeni. Tunakwenda huko. Mzee akaonesha kitu. Hii ramani ya jumba la kifalme la falme wa Song. Ripoti inasema kwamba Yufei ameandika barua ya siri na alituma kwangu na ukoo wa Beggars. Mpelelezi wangu. Kitabu cha Umu kimefichwa hapa kwenye Central Imperial Palace. Jumba la kifalme hapa katikati ya jumba la kifalme. Sasa wanatakiwa waingie ndani ya jumba la kifalme. Gojing akiwa amekaa. Shifu na? Mwalimu yuko wapi? Amelala. Ronga. Mimi nafikiri kwa nini umeahidi kwamba utampeleka mwalimu kwenye jumba la kifalme? Kwa nini umeahidi hivyo? Anasema kitabu cha Umu kipo kwenye jumba la kifalme. Na Wanyang'ong'le wanataka kwenda kukiba hicho kitabu. Na hichi kitabu kianguka na mikono ya watu wabaya kama Wajing, ufalme wa Song utateseka. Kitabu cha Umu ni jambo ambalo sio rahisi kuliendea namna hiyo. Lakini nafikiri tukichukua mwalimu ambaye hana uwezo tukienda naye kule, kama usijali. Kuna watu wengi watafuta kitabu hicho. Kama tunakwenda kule, watakuwa watu wengi kwa watatujua. Leo kuna sheria kwa jumba la kifalme. Tukiwa na ile kichaa tusaidia pia vile vile. Walimu watakuwa salama. Tuchukue kitabu cha Umu kwanza, mengine tuangalie baadaye. Jaona nje kwa jumba la kifalme leo. Tunaenda kwa jumba la kifalme. Wakapanda kirejeo mpaka kule. Tunasema kwa kufurahi na kucheza na kufurahi huko. Mnaenda wapi nyie? Mimi naondoka na nyie na kuja na nyie. Kama shagu. Utanapelekea soko la kucheza. Hatuwezi kwenda na wewe. Shika hizi hela zikusaidia kununua chakula hapa na pale. Umesikia? Unatuelewa? Ukae. Mimi nitakamea kama mtu akinipa kampani ananiacha, tukia mtu ananiacha anitelekeza tu. Baada hapo tutarudi kukaa na wewe usijali. Basi akamwambia mtoto atarudi tena. Wewe, kwani mtu usije na huyu? Toka. Okay, poa. Haya jamani, kweli. Haya wanaingia kwa jumba la kifalme. Hapa ni mjini katika ufalme wa Song hapa. Jinga. Ewe hapa iko vizuri. Wakati wanapita hapa leo kuna sherehe kwa jumba la kifalme. Kwa kana nunua vinyago mbalimbali. Hichi hapa je? Unakinunua? Lita mfao ile kichaa. Oldie. Butong. Hii itamfanya na furaha huyu. Anatusikiliza sana kwa hiyo tumchangamshe. Na hii nitajaribu hii kwa ajili yangu. Wewe. Boss nipe hii na hii. Chukua zote nipatie zote hizi. Zote hizi. Mwanangu kutisha mwana. Hii mbona kama ni nzuri sana hii. Itamfaa zo bro. Inafikiri itamfaa kichai. Hebu chukua hii. Na hiyo hapa tu. Na hiyo hapa pia. Fresh bwana. Inatishia watoto wananikimbia kinyona nalia kweli. Hii sitaki naliza watoto. Hivyo kuhusu nataka hii. Wewe cheza tu. Jamaa kachungulia. Wewe mzee. Unapenda kucheza mjinga tu wewe. Kucheza tu. Tuingia kwa kijiji cha Ox Village. Binti aliletwa huku kijijini. Anasema Yankang, nimekusubiri kwa kijiji kwa muda mrefu. Na kusubiria hapa tuje tuoane. Natumai kwamba utakuja baada ya yote kisha kamilika. Lakini moyo wangu na sita. Naona kama nitakupoteza milele. Naona kama nitakupoteza. Labda siku wa leo unaweza surudi tena. Sasa binti alipelekwa kijijini kwao atulie kwanza mgoje Yankang huko. Lakini binti alishindwa kuvumilia akaona wenda Yankang akafa. Binti akaamua atamfuata.
Binti akafikiria usiku kama amekaa leo, akaona hapana, nikimwacha peke yake inaweza asije tena. Nabidi niende kwa jumba la kifalme nikamlinde huko. Huenda akajua ukweli, anataka kuiba kitabu hicho akamuua. Wacha nikamsaidia. Maneno yako siwezi kuyakataa, lakini nahofia kuhusu salama wako ya Nkame. Binti anampenda kweli. Baada ya kuambiwa tulia hapa, binti akakasirika, akamfuata. Kuna ufalme wa Song ndani ya jumba la kifalme. Wakaingia. Hii sehemu ni kubwa hii. Hey. We, kimya, walinzi wako wakali hapa. Jiko liko wapi? Nasikia harufu. Jiko la kifalme liko wapi? Nasikia harufu. Mnasikia nyie? Wewe usisikilize namna hiyo. Unataka kula au unafanyaje? Basi sio. Ulituahidi kwamba utakuja kwenye jumba la kifalme. Nimesema tutafute kula kwanza, chakula kizuri kwanza. Tule chakula kwanza. Haya, mwangalia unaanza kula, tusahau kuhusu kula. Nasikia harufu nzuri upande huko, miaka mingi eti. Hamna kitu kizuri, nataka nikacheze bwana. Twende huku. Wewe mzee, tulie basi kwanza. Umesahau kazi yako. Nimekwambia uje basi kucheza. Ukae umlinde mwalimu. Usipomlinda mwalimu, utakununulia matoi tena kuchezea. Kaka mkubwa, sikiliza. Mlinda mwalimu wetu hana uwezo. Okay. Watu wanapiga story pale. Jamaa kasikia harufu ya chakula jikoni huko. Anataka kula bata jikoni, wale bata wale wa kifalme. Wewe mzee, unaenda wapi? Wakamfuata Sikong. Sasa jikoni ndio huku ni jiko la kifalme. Kuna pishi, kila chakula iko hapa. Chakula ya mfalme inaandaliwa, kila chakula kiko hapa. Kuna samaki, kuna nyama, kuna kuku, kuna bata, na upishi ni wengi. Wanapika msosi wa kifalme. Ni kama vile ikulu, ya jiko la ikulu, mahali wafanyakazi kama watu wanapita kwa mstari. Heshima kibao, chakula kinaivishwa. Sasa jikoni ndo hapa wanangu hapa. Kuna vitu vitamu viko hapa kweli. Hamna kitu kitamu hapo. Wewe mzee, pole. Nani yuko hapo? Walinzi wakastuka, kuna watu wako hapa. Wakajificha. Akajifanya analia kama paka. Binti akalia kama paka. Ni paka bwana. Hakuna mtu hawezi kusubutu kuingia hapa. Ni paka anajaribu kula chakula cha hapa nini? Chana nao. Wakafikiri paka, kwa binti alikuwa analia kama paka. We. Jikoni sasa huku mambo yanapikwa kinyamera. Kuku anakaangwa mzima. Ona, bata mwenyewe kama huyu hapa. Huyu ni bata mzima. Ameivishwa, amekaangwa nini, amewekwa fresh. Sasa huyu bata akiwa amekaa hapa, jamaa akaingiza nongo hiyo. Akamuiba huyo, akamtoboa, akambeba. Huyo ni bata. Sikongo sana misti kula bata la kifalme. Kwa hiyo kaja kuiba msosi. Wakamvuta pole kimya hapo juu. Wakadokoa hiyo. Abisha kipande hicho. Wasiba sahani 2-3 tayari. Vitu vitamtamu wameshaviiba tayari. Hivi anakwenda kula mfalme. Wamedokoa. Wako juu ya dari. Oya. Hivyo kitamu hiki. Mwalimu, hii chakula gani? Hujui. Hii inaitwa Pearl Duck. Huyu ni bata anefugwa kwa jumba la kifalme, bata wa samani. Sasa chakula cha kawaida hichi. Hichi ni zaidi, afu haujai kukila kwa huko, una uzoefu wewe ukielewa. Wewe mzee, mwanza kula bata peke yako, tunakera kinyama. Mzee, kula pole mwalimu, sawa? Yote hivi kwa kula mwenyewe. Mwalimu, nataka nikaongee na Gojing mahali. Hadi kuaga hapa. Nataka nitembee. Tembea. Gojing, twende hivi. Mimi nataka nje na nyie. Kazi namba ndio sinje na nyie jamani. Kazi yako kae hapa, ukae na mwalimu. Huyu akija na sisi, na hata mlinda mwalimu wetu hapa. Okay. Wewe, nyoa wawili na ndani weka na sisi hapa. Anyway, anaenda date, wacha waende. Wakatali wewe. Kaa hapa tule, kuna wine msosi hapo. Wenyewe ndani. Huyu atamlinda mzee hapa. Akasepa akatoka. Mkataka kunichukua. Mimi nitaenda peke yangu. Wewe Sikong. Wewe unakula hapa hivi. Kula pole msosi wa kwako mpaka ushibe. Unasikia? Mimi nakucheza nje kidogo afu nitakuja, sawa? Baada ya hapo ufalme ni mkubwa eti. Kwanza cheza afu nitarudi, sawa? Wewe jifiche. Acha kuongea sio unanikera. Sikia kwambia kitu.
Ukiongea kwa nakula unanikera, nashinda kula vizuri. 好吃的就像闭关练功。 Mimi baada ya kula nafanyaga mazoezi, kwa hata nile kwanza nifanye mazoezi. Oh. 你好， Kwa kisha kula nafanya mazoezi, si ndio? Basi nitakuja baadaye. Wewe nila kukula, mimi nitakuja baadaye. Haya, poa. 跟我耍。 Nisikusumbue. Haya. Akamwacha Sikong akaondoka. Sikong yuko busy na msosi anakula. Sasa wakati wa usiku, Gojing na binti Ronga nao wako huku. Wanatafuta sehemu kitabu kilipo. Wamesikia kitabu kwa jumba la kifalme. Kwa wanataka wakichukua wao kabla ya wakina Yankang kukichukua. 这么快是御花园 Hii sehemu imekaa na maua mengi. 一藏， Kule ufalme wanaishi maisha mazuri. Humu mwangalia. Maisha ya luxury tu yapo. 外面的百姓 Wananchi wanateseka kule. 这次 Wao wanaenjoy maisha huku kweli ufalme. 多好事的，还有那么多人伺候着，想想就可恨。 Ufalme wakijinga sana. Jing, 说这五木遗书， unafikiri sehemu kitabu itakapo cha umu kweli humu? 我也不知道。 Mimi sijui. Ngoja tukaangalie kwanza. 不，我们去那看。 Twende. Tukaangalie, twende. Sasa kumbe Prince wa Jing yuko hapa. Kina Yankang nao wako hapa. Kutokana na hii ramani, jengo lililo katika eneo ya park ndo jengo la Jin Green Cold Hall. Hapa ndo mahali twende. Ndo mahali kitabu kimefichwa. Nishatafuta sana, tulia. Bado tujafika huko. Hata unaonja kuma misimu naye kaja. Anawafuatilia kwa nyuma. Kina Gojing nao kawaida kwa wanatembea huku. Wanawahi kutafuta hiyo sehemu mahali vitabu vilipokuwa. Hey, itakuwa ni pale, twende. Waliwahi kufika kabla ya wengine. Hapa ndo Jade Green Cold Hall. Hapa ndo sehemu kitabu kimefichwa. Ndo mahali mfalme atakuwa yupo huko ndani. Wakiwa hapa kasikia mchakacha kuna watu wako hapa. Wakajificha. Kumbe kina Yankang washafika na hao ndo wao. Lengo lao ni kitabu. Wote wataka kitabu hao. Oye, Mheshimiwa, Green Jade ndo ile pale. Tunaitafuta. Tutafuta Green Jade kwanza. Wakaitafuta. Kufika waliiona. Oi, Yankang, ulisi Yankang na Oyang Feng wote wako hapa. Kina Gojing wakawaona. Na wako hapa pia. Baada kwa wamekuja kuungana leo waibe kile kitabu. Kote makini. Ngojeni kwanza. Ile pale sio. Isi ndo waterfall yenye maji yanadondoka haya. Maana yake kutokana na ramani kitabu kipo hapo katikati. Lakini ile ni maji yanadondoka tu. Kitabu kitahifadhiwa hapo. Kutokana na ramani ukua begi asimpeleze vonyambia kitabu kiko hapa. Uenda kipo kwenye ile maji yanadondoka pale. Inaonekana anakuja kwenye hii sehemu yetu hapa. Mahali maji yanadondoka, kwa hiyo tujifiche. Binti akachora plan na mwenzake, tutulie mpaka waingie. Hamna haja. Itakuwa iko pale. Kitabu kiko pale. Mimi nitaenda kuangalia. Baba, nikipata nakuletea faster nakuletea. Haya, hamna shida. Basi nitakuachia kila kazi wewe. Wazee, mlindeni babangu aniende kwanza, mlindeni babangu hapa. Ngoja. Hii sehemu uweze kwenda peke yako. Hata mimi na hao wenzangu twende kwanza. Alafu nyinyi mtakuja. Hawa karuka chap kukagua kwanza kabla yao. Hawa walipoingia, kumbuka Gojing yuko ndani. Gojing akaona hawa wasitoke hawa. Kuingia huko kuna pango tena ndani. Wewe mtende kule. Kuna sehemu nzuri sana hii. Gojing akawavizia. Akawapiga na iron palm. Tupo mpaka nje namna hii. Nini utupiga hiyo? Tukimbiani. Wakafikiri mtego, wakatoka nje. Nini tena? Kuna mtu yuko ndani anatuvamia kule. Sijui nani huyo. Kuna giza kama sijui nani. Kuna giza. Kawazuia. Ngoja niende mwenyewe. Mongi akaenda mwenyewe huyo. Pita kwenye maji namna hii. Huyo kidogo ana uwezo kuliko wenzake. Gojing akamsikia huyo hapo. Mwingine anakuja ndiye huyo. Mongi akaingia. Huyu kuna wale mafanya na kata. Akazama humo. Hawajui kama ni Gojing yuko hapa. Gojing akaona huyu naye kumtime. Peka mkono. Vitu. Si mchezo. Huyu kashamuona sura ataki kutoka hapa. Rusha pana namna hiyo wewe. Akaamba ikapita hiyo.
jiwe kumbe kwa kuna lock iko pale. Mlango kafunguka. Akampiga mashine mzee mpaka nje. Jamaa kuona hivyo akasepa. Hapa inabidi amuite ile mzee aje. Ndio anaweza kumudu Gojing. Mlango umefunguka. Ndani na kule vitabu vile kuhifadhiwa ndio huko. Gojing naye akaingia. Humu ndo kitabu kilipo cha Umu, kipo humo ndani. Wewe, tutawanyike tafutie kitabu kwanza. Mimi nitakaa hapa. Wewe nenda kaangalia kitabu. Hamna shida. Nini tena? Nini? Kama mheshimiwa, nani yuko pale? Mheshimiwa, yule mpuzi Gojing na Rongoa wako mle ndani. Gojing na Rongoa wako mle. Mimi nitakwenda mndani prince. Hawa nitaamudu mwenyewe. Mzee akaenda mwenyewe na Yankang. Mzee na Yankang wakaingia humo mzee mzima. Wakaja mpaka huku. Gojing amekutwa na mzee kamkuta. Hawa hapa. Kaka, Yankang unafanya kazi na ufalme wa Jing kumbe. Funga domo lako leo sipo na wewe. Usongee ujinga. Wewe dogo ni wewe tena. Wewe. Gojing akaona sikubali hata kama ni waje hao. Hawachukui kitabu hichi. Asa jamaa wako nani anacheza na watu huko nje? Nani wewe pale? Walinzi wa kifalme wakamwona jamaa. Wewe nani? Njoni tucheze. Mimi sikucheza jamani. Wewe sio muuaji wewe. Njoni. Akakimbia anacheza na walinzi. Anapenda kucheza kweli kweli. Wewe, wakicha. Wewe mzee, kwani uko hapa? Donga. Mimi niko hapa tu. Niko. Mwalimu yuko wapi? Mwalimu aya. Nenda kamlinda mwalimu kule. Usikae huko nao watu. Subiri maliza kucheza nao watu. Alafu nitaenda. Napenda kucheza kidogo bwana. Nakuja. Binti akaona kumekucha hapa. Ni walinzi. Kuna muuaji amekuja huku. Akaita walinzi wakawa wanakuja. Na akanakimbia. Kuna nini kule? Nakwambia hivi. Sikutajia kama mtaiba kitabu hapa. Leo muibi kitabu. Watoto mdogo sana wewe. Nataka nikuoneshe utanielezea vizuri kuhusu nguvu kwanza. Kutegemea ungeingia huko. Leo nimekutafuta nimekupata. Kama niko hai, amchukui kitabu cha Umu. Wala mpelekee hiyo prince kitabu cha Umu. Kama bado unataka kucheza na mimi, tumia nguvu tucheze. Mbabe wewe anasemekana. Sasa Yankang kana pekua anatafuta kitabu. Jamaa kaona hamna. Piga jabali lilikuwa pale. Jamaa kama namna hiyo, hamna kuchukua kitabu. Misimu nayo iko anaona. Muua Gojing fasta. Chukua kitabu. Akamwamuru jamaa muue mwenzake. Gojing nguvu naye anazo. Moto kwa moto. Zeka tawanya namna hii. Wewe. Gojing akasema leo mchukui kitu mzee. Naruka na mzee mpaka kieleweke. Gojing akatesti tena mashine. Piga kama mashine si mchezo. Hapa wanapiga ile serious mzee. Huku na Yankang atafuta kitabu haraka. Kitabu cha Umu kiko hapa. Moto. Mzee kamgusia na akaona zintania wewe. Mzee anakuja namna hiyo. Huyu mzee ni kucontrol hiyo fimbo tu. Ukijua hiyo fimbo mzee kazi imeisha. Alimpushi mzee akuamini. Leo nimeotewa na Gojing. Onekana uwezo wako sio mbaya. Leo umeniotea. Jaribu tena hii. Jamaa kama kabisa namna hii. Moto. Kosa na rongo namna hiyo. Je kupata hiyo fimbo hiyo. Jamaa kwa hii ndio fimbo kukamata. Nimepata kitabu. Amepata kitabu cha Umuiti hapa. Kitabu cha Umu amepata. Kwenye akamtawanya mzee namna hiyo. Akaona kitabu kitoki hapa mzee. Pia kitabu kikaruka pande pili kule. Kosa na Yankang namna hii. Kakuta akamrudishia kitu pale. Dawa kitu na mguu. Yankang. Umesahau hadi tuliowekeana mimi na wewe. Kiapo tulikowekeana. Na kiapo hapa sogea. Nataka kitabu kwa ajili ya prince. Mimi ni mtoto wa prince sio ndugu yako. Kaa pembeni. Roka. Binti akasikia kumbe alimdanganya. Wewe. Kosa nyingine tena mzima. Kitabu yuko nacho Gojing akichukua inaiti hapa. Kitabu Gojing yuko nacho. Master anapita kana. Wewe. Piga master na mwoshia master kana anakuja namna hii. Kamzuia master kana mzuia. Sasa wakiwa katika hali kama hii. Yankang kapata nafasi. Gojing akiwa yuko serious na concentrate na kupigana na huyu mzee. Akamvizia. Piga kisu. Alimpiga kisu Gojing. Gojing hakuamini. Yankang. Mbele binti Misimu akiwa anaona huyu jamaa aminiki hata kidogo. Hakuamini Gojing. Yankang. Kaka Yankang. Mzee akawai mzee wae. Amotea Gojing pale pale. Gojing alikosa otherwise. Alizima pale pale. Mzee, nakwambia umuue. Mwalimu plani yangu yote. Ngoja nikusaidie mheshimiwa. Toka hapa. Nataka msaada wako. Sasa ikabidi watoke haraka
waondoke. Sasa kuchukua kitabu cha Umu ndio hichi hapa, washakipata. Wakamwacha Gojing ale maututi wakasepa. Safi sana. Kitabu cha Umu ndio hichi. Vizuri. Mara kasikia walinzi kama tayari kuna waizi kule. Askari wa kifalme wakawa wanakuja. Wao wakakimbia, wakawahi kutoka. Binti anakuja na habari. Ronga Asei alishtuka kuona Gojing yuko chini na amejeruhiwa na hakutegemea hicho kitu. Gojing anavuja damu upande wa ubavuni, anavuja damu. Gojing! Binti kabidi amchukue, ampeleke kwa leo pango kumsaidia huduma ya kwanza. Ajaribu kuokoa maisha yake kama ataweza au la. Gojing amelegea kabisa, nguvu hakuna tena. Hali ya Gojing ni mbaya. Kaka Gojing tafadhali, amka. Gojing tafadhali, usife. Binti akaona kisu kimeingia. Sasa binti anaogopa kuchomoa hicho kisu. Dawa iko, shughuli kutoa hicho kisu hapo. Na akitoa hicho kisu maana atavuja damu nyingi sana kuliko, yani binti utaka kukichomoa akawa anaogopa. Akasema nikitoa hicho kisu hapa, Gojing atapoteza maisha. Damu nyingi zitamtoka. Binti akawa na hofu. Akashinda kukichomoa kile kisu. Mara akaja yule kichaa. Asa binti sikichaa haelewi. Akaona anaogopa. Usi akaona hivi. Akachap, akakichomoa. We! Alimpiga, akamweka pembeni. Asa ni kichaa hajui kitu kinachoendelea maskini. Asa Gojing kutoka kile kidonda kuchomoka kile kisu. Kidonda kaka kinavuja damu ile mbaya. Yaani damu zikawa zinavuja ile mbaya. Alimdanganya, lakini kitabu kimeenda. Hali yake ni mbaya, bidi ifanyike matibabu ya haraka. Aba Ronga, unalia nini? Hamna kitu. Misili. Asa ukichana na kumbe bado akili haziko sawa, haelewi kinachoendelea. Wewe mbona unalia huyu? Machozi yanamdondoka mbona? Ndio kulia hivyo. Aba Ronga, usiogope. Nina formula ya nguvu 9 naijua. Inaweza kutibu magonjwa na kutibu vidonda, kwa sitakufa. Basi. Lakini lazima nikuombe msaada kidogo. Kaka Jing. Msaada gani nataka kusema? Wewe sema. Niko tayari. Gojing alimwambia kitu kimoja. Akamwambia Ronga, nahitaji sehemu iliyotulia ili niweze kujitibu kupitia formula ya 9 pala, yani ya nguvu 9. Niweze kuzungusha nguvu zangu ndani yangu. Hii itanisaidia nisipoteze maisha na itanivuta muda mrefu mpaka kidonda kiweze kupona. Lakini hiyo sehemu haitakiwi usumbufu wa watu kabisa. Nguvu zangu inabidi zitulie. Niweze kuzicirculate na kuzicontrol. Sasa nikapona. Kuna chumba cha siri pale. Tuende kwenye chumba cha siri, sinakumbuka. Kumbuka kuna chumba cha siri walikiona hapa. Walikuja humu. Amba Gojing, twende pale. Sasa kuna chumba cha siri kiko hapa. Kuna chumba cha siri kipo hapa. Wao wakaingia. Sasa inabidi waingie wakae humu, wasisumbuliwe mpaka Gojing apone. Akachukua matikiti maji kwa ajili ya kula. Sasa ukichaa yuko hapa na yuko tu anahesabu matikiti yake. Oh, matamu kweli. Akachukua na hili. Lakini alikumbuka atakaa na njaa ukichaa hata kula. Mama atakaa siku kadhaa humu ndani. Akamrudishia. Akamwambia Shagu, sikiliza. Shagu, mtu utakija kumwambia tupo ndani, sawa? Usimwambie kuna mtu tuko ndani, sawa? Mwambie mna mtu aliyeko hapa tumejificha, sawa? Sitamwambia mtu yote. Ukimwambia mtu ni vibaya. Ukikaa kimya ni vizuri, sawa? Usimwambie mtu yote, ndoto nzuri. Sijali. Basi akaingia, wajifungie huku. Ila washamwambia huyu asimwambie mtu yote. Akambanya wawili kuleni matikiti. Mimi sitamwambia mtu yote kama mko hapa. Wakajifungia humu ndani. Kuleni matikiti, sitamwambia mtu yote mko hapa. Sasa kama mimi nilikichaa akaingia. Sasa kichaa kabaki pale. Gojing, tuanze sasa. Itabidi tukae siku 7 usiku na mchana. Tukiwa tumeunganisha mikono.
nguvu zako na zangu tusaidiane ili niweze kujiokoa. 下地走动， Pumzi yetu iungane tuweze kujitibu. 会有别人来打， Mtu yote akiingia hapa 那可就 tutafeli. Hairuhusi mtu aingie mpaka siku 7 zipite. Akaambia usijali, hakuna atakayeingia hapa. 躲在里面吃戏。 Mara kasikio kichaa anaongea. Unajua mko ndani, sitaambia mtu yeyote. Binti akaona huyu akiongea hivi mtu anaweza kagundua. Akataka kwenda kumuua. Wewe unataka unafanya nini? Usimuue. 可是 Usipomuua atatarisha maisha yetu, akimwambia mtu tu hapa itakuwaje? Alafu ungeongea hivi itakuwa inaharibu. 撒不动， Akaambia huyu ni kichaa tu, haelewi kitu. Ukimuua utakuwa kama mnamuonea tu. Kile binti alitaka amuue kwa ajili ya tahadhari. 我是被 Akifa kwa ajili yangu, mimi sitakubaliana na hiyo kitu. Usimuue kichaa. Binti alitaka aende akamuue, akagairi. Maana huyu akiwa anaongea ukichaa, asababisha mtu ajue kwamba wako hapa. Haya tuanze. Sasa hapo atakaa siku 7. Hairuhusi mtu asumbue mpaka Gojing apone. Wakaanza matibabu yao. Lakini kuna tundu lililoko pale. 你按照我说， Kamba Ronga, ufuate maelezo yangu, wote tukao kwambia. Sawa? Wakaanza matibabu, watakaa siku 7, usiku na mchana. Hawatotoka nje. Basi misimu naye kuona Yang Kang kamuua Gojing, akamini Gojing kafa kabisa. Sasa amemuona Yang Kang ni mtu anayempenda na anamdanganya kila siku. Aamka alivyokuwa ameangalia pale, Yang Kang, wewe ni mtu, mimi ni mtu wa Jing, mimi sio mtu wa taifa la Song. Na mimi sishikani na nyie. Mpaka anamchomeka kisu Gojing. Binti anakumbuka ile tukio. Binti akaona kweli, 他会变成 nimeona Gojing akizurika na mtu ninayempenda, lakini nashindwa kutoa msaada kokote kule. 虐杀 Nini maana mimi kuendelea kuishi? 我穆念慈信错了人，错付 Binti akaanza kujilaumu peke yake. Nini maana ya kuweza kuishi? 这一切的错。 Kama naona mtu anaumizwa mbele yangu na mtu nimpendaye, nashindwa kumsaidia. 杨康， Yang Kang, 原来是你我不， hatutaonana tena mimi na wewe. Kama ni kufa, wacha mimi nifie huku. 我对不起。 Baba nisamee, nimeshindwa kuwasaidia. Bora nijiue tu nisione wote. Maana mtu nimpendaye ananidanganya kila siku na nashindwa kujizuia kwake kwa sababu mwanaume ninayempenda. Binti akajiua, akajirusha kwenye ile ziwa hapa. Akaamua bora hafe kuliko akae na mwanaume muongo. Hata kama anampenda basi binti akaamua kujihukumu kwa sababu hawezi kumzuru mtu anayempenda. Akaona bora yeye akufe. Ameona yote kitendeka. Misimu akaamua kujiua pale pale. Akajimaliza kwenye ziwa hili na alizama. Masaa yakapita, mtu ingie mitai. Sasa kina Yang Kang na baba yake wako anapita mitai. Hii mitaa ndo mahali ambapo kuna Gojing hapo. Sasa kati wanapita kando ya nyumba ile pale, walifika kwenye Ox Village, kijiji ambacho kina Mheshimiwa. Hapa si Ox Village. Tukaenda tupumzikeni hapa. 周景堂太 Mnafikiri sehemu imefichika sana? Hatutakuta na askari. Kwa tutapumzika hapa kwa usiku leo. Kuna hii nyumba hapa. Hii nyumba ndo mahali kina Gojing wako. 酒馆， Hii nyumba wakaingia na humu ndani kina Gojing ndo wapo kwenye chumba cha siri cha hii nyumba. Mahali Shagu yupo. Binti kasikia mlio wa farasi. Jing, kuna watu wamekuja. Kuna tundu liko pale, wakawa naona hapa. Kuchungulia, wakamuona Yang Kang na wale mashujaa wote wamekuja huku. Sasa wakijua wako hapa. Hey. Mheshimiwa, hakuna mtu aliyeko hapa. Kwa tutapumzika hapa. 诸位， Haya, kila mmoja. 今日多亏了魏 Bahati nzuri leo tuko na mpiganaji mkubwa kama Mr. Ouyang. 的驻军都盯上， Lakini kuelekea ufalme wa Song tutakutwa hapa. Kwa nini tuondoke? 太狼狈了。还有， Mr. Song, afu yule kichakichaa alikuwa pale, yule mzee kichakichaa yule. Msumbufu sana, alikuwa nyumba la kifalme. 太轻。 Mzee kusikia yule kichaa alikuwa pale. Zobuto alikuwa pale. 无论如何， Anyway, 拿到了。 tushapata kitabu cha umu. Haina haja yote hayo kuhangaika. Kumbe kitabu amekipata. Binti alimdanganya Gojing. Kumbe amekipata kitabu cha umu. Sasa wafungua kiangalia kitabu chenyewe. Boksi ndio hili. Ligumu. Limefungwa, yani limefungwa kichawi. Logani limefungwa hili. Jamaa kama kulivunja. 小心啊！别怕。 Kwa makini. Sio kali yake. 慢着。 Ngasikia ngoja. Mzee usimchawi. Na yeye ana uwezo kuliko wengine. Wanko ni chakali piga namna hii. Kalidaka hapo.
Cheki ngoma hii. Akalifungua kichawi. Cheki. Ndio hilo. Akalifungua kichawi ndio ile hapa. Ndani hemte. Hemte halina kitu. Mbavu. Wameuzwa. Halina kitu ndani. Gojing. Hamna kitu ndani ya kile kitabu. Wamekosa kitabu. Gojing akaona afadhali. Kitabu hakipo. Mara kasikia tikiti maji litamu, njoni kuleni mkiwa ndani. Kuleni. Ngoja, wewe nani? Huyu kichaa akaingia. Kumwona kichaa, binti akajua pataharibika hapa. Wewe nani? Akamgusa. Wewe nani? Wakajua ni Taira tu, kichaa hana kitu. Huyu yule kichaa mtaani huyu. Hanga kichaa tu akana kitu aka. Mimi sio kichaa nyie vipi? Mimi ni Shagu. Hapa kwetu. Hapa ni kwao kumbe. Ni kwetu. Bala. Siwaambii kitu. Sisemi kitu. Afu akana lekea upande ambao wamejificha kina Gojing. Siwaambii kitu. Tuleni matunda yenu huko ndani mjifiche. Sasa akaanza kuongea mambo watu waeleweki. Kuna kitu gani? Sitaambia mtu wote mmejificha huko ndani. Mnakula matikiti yenu. Wewe ngoja. Umesema kuleni matunda yenu? Unawaambia nani hivyo? Mimi sitasema. Nitaambia mtu wote manundu yako hayo. Kula matikiti. Toka nje. Kwa bahati nzuri kwa hajamuelewa vizuri. Wakamtoa nje. Angewaumbua kina Gojing wako humu ndani. Binti akaona afadhali. Da.